Pendwa mtazamaji wangu, na kukaribisha katika kipindi cha Biblia iliyoota mabawa. Mungu Mwenyezi, asante kwa nafasi hii tena nyingine. Tunaomba Roho Mtakatifu aliyewaongoza manabii kuandika kilichomo kwenye Biblia atuongoze pia uandike neno lako katika mioyo yetu na katika akili zetu, tupate kukuabudu Mfalme na kulitukuza jina lako. Asante kwani twaomba kwa jina la Yesu Masihi na Mwokozi. Amina. Biblia iliyoota mabawa. Biblia ni kitabu ambacho kimepatana kwa sababu nitakueleza kwa mfano rahisi wa makerubi, na nilianza hii mada inayosema mduara ndani ya mduara. Mduara ndani ya mduara. Kwanza, Biblia yenyewe ina sehemu kuu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya, na katika sehemu hizo kuna sheria ambayo alama yake ni simba. Alafu kuna historia ambayo alama yake ni ndama. Alafu kuna mwanadamu ambaye kuna ushairi ambaye alama yake ni mwanadamu. Alafu kuna unabii ambaye alama yake ni tai. Na tunaona katika Agano Jipya inajirudia, ila kuna kuwepo na sura ya simba wa upendo, simba wa Yuda ambaye ni injili ya ufalme. Alafu kuna ndama wa kafara ambaye ni historia, pia inajirudia, historia ya kanisa, kuchukua nafasi ya historia ya Israeli ya kale, kanisa kama watumishi wa Mungu katika njia ya utume. Alafu kuna nyaraka za kitume ambaye alama yake ni mwanadamu. Mwanadamu aliyezaliwa kwa mfano na sura ya Yesu, Adamu wa pili. Haleluya. Alafu kuna unabii, kitabu cha Ufunuo ambaye alama yake ni tai. Umeona tayari makerubi katika Agano la Kale wanajirudia makerubi katika Agano Jipya. Lakini ukija kitabu cha Mwanzo ambayo tumeanza nayo, na yenyewe pia ina sehemu mbili, historia ya mataifa yote na historia ya mwanzo wa wazee wa Israeli. Katika mataifa yote kuna matukio makuu manne. Hayo matukio makuu manne yana alama za makerubi, kwa sababu tukio la kwanza la uumbaji, Mungu anaumba kwa kuamuru neno. Mungu aliumba kwa neno, ameunguruma kama mfalme na ikawa. Bwana asifiwe sana. Alafu kuna tukio la pili la anguko la mwanadamu. Tunaona yule Mungu aliyeunguruma anageuka na kuwa mtumishi, alama ya ndama. Ndio maana ya wanyama wa kafara. Tunaona kondoo alichinjwa na historia ikabadilika, kawa ni historia ya ukombozi, kwa sababu tunaona kwamba Abeli na Kaini walipishana mahali fulani tu katika mambo ya imani. Kaini aliamini ya kwamba anaweza kujiokoa mwenyewe kwa matendo yake, lakini Abeli akasema, imani yangu mimi ni kondoo aliyechinjwa. Ndio maana akamtoa kondoo na sadaka yake ikakubaliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alama ya ndama, mtumishi, katika sehemu hiyo ya nini? Ni sehemu ya anguko, kuanzia Mwanzo sura ile ya tatu hadi sura ya 5. Alafu kuna sura ya 6 hadi sura ya 9. Tunaona historia ya gharika ya Nuhu. Tukio hilo ni kubwa sana, mpaka mwanadamu anahitaji jamii izaliwe upya kwa sababu ya madhambi ya jamii iliyoishi kabla ya gharika. Waliishi katika mazingira mazuri, lakini mioyo yao ilibadilika. Kila wazo nalowaza ni baya moyoni mwake. Mungu akapata mwaminifu mmoja, kamuokoa Nuhu na familia yake. Unaona? Kwa hiyo alama ya mwanadamu anayeakisi sura ya Mungu, Nuhu. Alafu tunaona tukio la 4, ile ya Nuhu, tunaona ikerubi mwanadamu. Naona. Na huku tunaona katika upande wa pili tutakuja kuona maana yake. Tukio la 4 ni ujenzi wa mnara wa Babeli. Ni wanadamu kutafuta kupaa kutoka nje ya matatizo ya dunia kwa kutafuta kushiriki uungu. Wanakumbuka ule mlima wa kale wa nyumba ya Mungu ambao malaika walikuwa wakitua kila wakati na kupaa. Wanaingia kwenye lifti, wanatamani ile ngazi ya kwenda mbinguni, kuunganika na mbingu, wapae kiroho waende mbinguni. Lakini mwanadamu ameshindwa, maana walipojenga ule mnara, Mungu akaingilia akawatawanya. Maana
walikuwa hawana uwezo wote wa kuwa kama Mungu, hawana uwezo, na ndio maana wakatawanywa. Tukaona ishara yake hiyo ni tai. Unaona, maana Mungu anakuwa ni hakimu, anakuja vertically kuadhibu wanadamu wanaojaribu kwenda juu kuwa kama Mungu, kujifanyia jina. Unaweza kaona sasa uumbaji, simba; kombozi, ndama; wokovu kutoka katika gharika, mwanadamu, sura ya mwanadamu. Halafu mnara wa Babeli, tunaona Mungu anakuwa hakimu, anawaonya wanadamu kwa sababu ya jitihada zao binafsi kujiokoa, kutafuta kutokufa, na Mungu akawatawanya juu ya uso wa dunia. Lakini unaweza kaona katika upande wa pili inarudiwa tena makerubi, kwa sababu mzee wa kwanza anaitwa Ibrahim. Anawakilisha kile kitendo cha Mungu cha kwanza. Mungu alipambana na gharika, alipambana na giza, akaleta nuru. Akapambana na gharika, alafu akaleta anga la mbingu kwa kutenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini. Alafu akapambana na bahari, akatenganisha nchi kavu ikatokea. Na katika ile nchi kavu tunaona mimea ikaota. Unaona? Kwa hiyo matukio hayo matatu ya uumbaji, tunaona baadaye Mungu anasimika watawala. Anasimika watawala, anaweka kwa upande wa usiku na mchana, anaweka watawala jua, mwezi na nyota. Kwa upande wa bahari, maji yaliyo chini na maji yaliyo juu, akaweka samaki wa baharini na ndege wa angani, ili viembe vimtukuze Mungu, na hao wacheze. Wao wa baharini wanacheza na wale wa angani wanaimba haleluya. Alafu tunaona tukio lile la siku ya sita, anapoumba wanyama na wanadamu. Hapo sasa ndio tunakuta katika Zaburi, kila mwenye pumzi na amsifu nani? Amsifu Mungu. Na kilele chake akatengeneza siku sita za kazi, kwa siku ya saba ya pumziko. Na hivyo tunaona Mungu baada ya kukamilisha kazi ya uumbaji anapumzika na anastarehe, yeye ndiye anafurahi. Bwana asifiwe sana. Hali kadhalika Ibrahimu anapambana na wapagani waliokuja kutoka Mesopotamia, waliojaribu kugharikisha dunia kwa kuleta ufalme wa kipagani, wakamzoa na Lutu ndugu yake. Lakini Ibrahim akapigana vita, na baada ya kupigana vita hivyo akarudi. Katika Mwanzo sura ile ya 14 anakuja kumwabudu Mungu katika mlima wa Salem. Mlima wa Salem, baadaye huu mlima ndio utakuwa makao makuu ya ufalme wa Israeli, Yerusalemu, mlima wa Salem. Na Daudi anatoa sadaka, anatoa zaka, fungu la 10, kuonyesha utii kwa Mungu wa mbinguni. Lakini pamoja na utii huo, anapokea baraka za mikate na divai kutoka kwa Melkizedeki, manake mfalme wa haki, yani mfalme wa Salem, mfalme wa mji wa amani, kuonyesha imani yake kwa Mungu, kwa haki, kwa imani. Na hiyo tunaiona tu sura ile ya 15 inayofuatia. Ibrahim anamwamini Mungu, ikihesabiwa kwake kuwa ni haki. Ni kwa sababu anaonyesha ya kwamba anahitaji kuonyesha imani na utii kwa Mungu wa mbinguni. Unaona, Ibrahim mzee wa haki kwa imani, anawakilisha falme. Ndio maana ni shujaa. Kwa vijana 300 akashinda majeshi ya Mesopotamia. Haleluya. Na akarudi akamwabudu Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Ibrahim akijaribu kuaksi lile tendo la uumbaji na kuasisi dini. Akaitwa Ibrahim, manake baba wa mataifa, kuwaongoza mataifa yote waje wamwabudu Mungu, na katika yeye mataifa yatabarikiwa naye atajibariki. Haleluya. Lakini Isaka pia tunaona Isaka yeye ni shujaa wa Mungu mkombozi. Yeye ni shujaa wa Mungu mkombozi kwa sababu Mungu mkombozi, wanadamu walipomwasi Mungu walingojea, walikuwa dunia ilijaa laana, miiba na michongoma ilizaa, na dunia ikalaaniwa, ardhi ikalaaniwa. Lakini Isaka tunaona anakuja na kuwa mkulima, katika mbegu moja kazalisha 100. Tunaona Isaka pia kawa ni nembo ya ndama, maana yeye mwenyewe akatolewa mlimani na Mungu amehesabu kwamba ametolewa, japo kwa sababu Mungu anasoma moyo. Isaka alikubali, Ibrahimu alikubali, Mungu akahesabu hiyo sadaka imeshatolewa mlimani. Kwa hiyo alama ya ndama, yeye ni baba wa mzee wa, yeye ni mwana wa ahadi, kwa sababu katika Mwanzo sura ya 3 Mungu alishaahidi mwana wa ahadi katika uzao wa mwanamke. Huyo ndiye atakayekuja kutolewa kafara ili kuirejesha dunia ije kwa Mungu. Lakini pia kwa hiyo alama ya ndama, naona Ibrahim
simba, shujaa wa vita. Isaka, ndama, shujaa wa ukombozi. Haleluya. Lakini kama vile katika kisa cha 3 cha Nuhu yeye alikuwa ni shujaa wa maji, shujaa wa kuogelea kwa maji na kuzaliwa upya, ili jamii mpya izaliwe upya. Tunaona katika upande wa pili wale wazee 4, tunaona huyu Israeli anapobatizwa katika mto Yordani, na yeye anaonyeshwa ile ngazi ya Yakobo inayounganisha mbingu na dunia na umoja wa wanadamu. Anasema hili jiwe litakuwa nyumba ya Mungu na hili ni lango la mbinguni. Akaonyesha muunganiko wa jamii ya Mungu, akaasisi jamii ya Mungu, akaitwa Israeli, manake mshindi, maisha ya ushindi. Mpango wa Mungu ni kushinda dhambi. Na baada ya kuzaliwa upya, tunaona hatua ya 4, hatua ya mwisho, kwamba baada ya kuzaliwa upya, baada ya kutakaswa, ni uzima wa milele. Katika Warumi 6 fungu la 22 kuna kitu fulani nataka nikusomee. Katika Warumi 6 fungu lile la 22 anasema hivi: lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Paulo anajaribu kuongelea mambo mangapi? Mambo 4. Kuwekwa huru mbali na dhambi, alafu kufanya watumwa. Kuwekwa huru manake ni kuhesabiwa haki kwa imani. Haleluya. Alafu kufanywa watumwa wa Mungu, manake kuwa watumishi wa Mungu, kuwa watumwa wa haki kama ndama. Haleluya. Anasema mnayo faida yenu, ndio kutakaswa. Anamaanisha kuzaliwa upya, jamii iliyozaliwa upya, jamii ya watu wa Mungu zaliwa upya. Alafu anasema mwisho wake ni uzima wa milele, kushinda kifo. Kwa hiyo Yusufu anakuwa na alama ya tai. Alama ya tai ni mwanadamu atakaporejeshewa ule utukufu, kwa sababu watu wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana sisi wana tumenyang'anywa mabawa, tumenyang'anywa utukufu. Hatuna uwezo wa kupaa kwenda nyumbani kwa Baba. Ni kwa sababu tumefanya dhambi, tumeanguka dhambini. Lakini kilele cha mpango wa ukombozi ni wanadamu tutarejeshewa asili ya malaika wa mbinguni. Ndio maana ya alama ya tai. Wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa mbinguni kama tai, wataruka, watamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo tunaona katika Yusufu alama ya utii mkamilifu, ambao mwisho wake kuendelea kujidhili kwa Mungu, mwisho wake ni kutukuzwa na kupokea uzima wa milele. Na hatimaye maana yake ni kufanywa kama nyota. Katika Daniel tunaambiwa anasema wale waongozao wengine kutenda haki, wale watendao haki watang'aa kama mwangaza wa anga, lakini wale waongozao wengine kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Hiyo maana yake ni kutukuzwa. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kwamba wanadamu watakaookolewa watukuzwe kama mwanae, watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo kuna alama ya kwanza, uumbaji, mfalme, simba. Alama ya pili, ya tukio la pili, ukombozi, ndama, mnyama wa kafara. Bwana asifiwe sana. Alafu alama ya tatu ya tukio la pili ni gharika. Anahitajika mwanadamu ili kuendesha hii meli ya safina. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu kama Nuhu. Na halikadhalika tunaona alama ya 4 ambayo ni tai. Wanadamu wanahitaji kuwa kama Mungu, wanahitaji kujenga mnara, kilele chake kifike mbinguni. Wanatafuta kujijengea jina ili wakae milele na milele. Sasa huwezi kujijengea jina bila kutukuzwa, mpaka utukuzwe. Hayo mahitaji yanajibiwa upande wa pili. Mahitaji ya mataifa yote yaliyoanguka kwa sababu ya dhambi ni yanajibiwa katika upande wa pili, ambapo Mungu anajibu maswali ya wanadamu. Wanadamu wanahitaji kuhesabiwa haki kwa imani kama Ibrahimu, kama baba yetu mzee wetu Ibrahimu. Wanadamu wanahitaji kutakaswa kwa damu. Wanahitaji mwana wa ahadi atakaye kuja kufa na damu yake kuwa upatanisho kwa dhambi zetu, kama Isaka alivyotolewa pale mlimani. Alafu tunaona hitaji la tatu la wanadamu ni kuoshwa, ni kuzaliwa upya katika ufalme wa Mungu, katika maji. Na wanapozaliwa katika maji wanakuwa viumbe vipya, utakaso kwa njia ya ubatizo kama ile gharika ya Nuhu. Unaona? Lakini tunaona pia hatua ya 4 ya mwisho, mwanadamu
wanahitaji sio kuzaliwa tu kwa maji. Tunahitaji mashujaa wa maji, lakini tunahitaji mashujaa wa moto. Wanahitaji kuzaliwa kwa moto, ndio kuzaliwa kwa roho. Kama katika Yusufu anapoishi maisha ya utaua, maisha ya haki, anapotukuzwa, anapoonewa, watu wa dunia wanapoungana dhidi yake, ndugu zake wanaungana dhidi yake, katika familia ya Potifari wanaungana dhidi yake, huko gerezani wanaungana dhidi yake, Misri yote inaungana dhidi yake, Mungu bado anamnyanyua, anamtukuza, anamfanya kuwa mtawala wa Misri. Na Yusufu anasema, nimekuwa kama baba kwa Farao, nimekuwa kama baba kwa Farao. Yaani Yusufu anatukuzwa kama Yesu mwana wa pekee alivyotukuzwa baada ya kufufuka kwake. Akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bahati nzuri, wakati Yusufu anapotawazwa, ndipo Wamisri wamegundua tairi ya kukokotwa na farasi, wakatengeneza, teknolojia ikaongezeka, wa Misri wakagundua magari yanayokokotwa ya chuma na matairi ya chuma na shaba na kadhalika na vitu vingine kama hivyo. Ndipo Yusufu akapanda hilo gari, akawa anazunguka nchi yote ya Misri kusimamia miradi ya kilimo, na akatembea nyuma ya Farao, akawa in charge. Hali kadhalika Yesu alipofufuka na kupaa mbinguni, ni sawasawa na mtu aliyetoka katika gereza la ndani alilokuwemo mle Yusufu. Na Yesu alipotukuzwa, alipoenda kwa Baba, akapewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na yeye akawa ndiye anayeendesha gari la makerubi, anayepaa huku na huku na kuhakikisha mradi wa injili unafanikiwa. Mpango wa Mungu ni kwamba sisi tukawe kama malaika. Yesu anasema watakuwa kama malaika wa mbinguni. Kwa nini usijisalimishe kwa Yesu leo? Tujisalimishe kwa huyu Mungu aliyeweka mpango wa ukombozi. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo kinaonyesha ule mduara ule unajirudia. Bwana akubariki ninapoomba. Mungu Mwenyezi, asante kwa wema wako mkuu. Asante kwa ajili ya mpango wa ukombozi. Msaidie huyu mtazamaji aweze kupitia hatua 4 za kufikia uzima wa milele, za kuendea ule mti wa uzima, na hatimaye tuingie mjini Yerusalemu kupitia malango ya Yerusalemu. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naweka wimbo mmoja kukamilisha kipindi hiki. Sayuni Bwana tawala, ulimwengu msifu, njoni mbele zake Bwana kwa mioyo safi. Bwana tawala Sayuni, sifa zake ziwepo, kwake tamsujudu, mfalme leteni sifa. Sayuni Bwana tawala, ni nani mkuu? Ulimwengu mkononi, tawala bahari, taji yake mvikeni, uwepo wake uonekane, nguvu zake zaokoa ukiwa bondeni. Sayuni Bwana tawala, masaa yote kwake. Ingia kwenye hekalu, sifuni kwa nyimbo. Inueni mfalme wa mbingu nayo nchi, taji